أخطاء شائعة بين الرجال, makosa yanayoenea baina ya wanaume. Kosa la kwanza, atashabbuhu bishababi algharbi fi alalbisa wa qass ash-shu'ur, kujifananisha na vijana wa magharibi katika mavazi na kupunguza nywele. قال والتشبه بالكفار فيما يخصهم من الألبسة والهيئة البدنية العامة منهي عنه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فإنه منهم. Kujifananisha na makafiri katika mambo yanayowahusu wao, katika mavazi, katika vipambo vya mwili ama, jambo hili limekatazwa kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum au fa huwa minhum, mwenye kujifananisha na watu yeye ni katika wao. Alhadith rawahu Ahmad wa Abu Dawud bisnadin jayyid. Qala fi al-albisa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsi thiyabil kuffar, Mtume sallam amekataza kuvaa nguo za makafiri. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين, Mtume wa Allah sallam aliniona ameona kwangu nguo mbili muasfaraini. Nguo muasfar ni zile zenye rangi ya njano, njano inopelekea kwenye wekundu. Faqala, Mtume akamwambia, inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasaha, hii ni katika nguo za makafiri, usivae. Alhadith rawahu Muslim. قال الشيخ فدل على أن اللباس الخاص بالكفار لا يحل لبسه. hadithi inafahamisha kwamba vazi maalumu kwa makafiri si halali muislamu kulivaa. Wakadhalika fi sha'r, vile vile katika nywele, faqad khalafa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ahla al-kitabi fi sadli ash-sha'ri, Mtume sallam amewakhalifu ahlul kitabi katika kuziachilia nywele. Muttafaqun alayhi. Wa mushabahatuhum fima yakhussuhum min dhalik dakhilun fi umumi qawlihi sallallahu alayhi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kujifananisha na hao ahlul kitab katika mambo yanayowahusu wao, hii inaingia katika umum ya maneno ya Mtume sallam, mwenye kujifananisha na watu yeye ni katika wao. Qala alulama hadha alhadith yaqtadi tahrim at-tashabbuh bihim fima yahtasuna bihi, hadithi hii inahukumu kuharamishwa kujifananisha na hao ahlul kitab katika mambo yanayowahusu wao peke yao, si mambo ambayo inakuwa ni mchanganyiko baina yao na baina ya Waislamu. Wakadhalika mukhalafatul mushrikina maqsuda wa ma'murun biha fil jumla, vile vile kuwakhalifu washirikina kuna kusudiwa na kuna amrishwa kuwakhalifu hiyo hao washirikina kwa jumla. Kosa la pili, alinshigalu bilkura ani salawat wal umuri alwajiba, kushughulika na mipira na kuacha sala pamoja na mambo yenye ambayo ni wajib. Katika makosa ya baadhi ya Waislamu, alinshigalu bilkura ani salati wal umuri alwajiba, kujishughulisha na mambo ya mipira na kuacha sala na mambo ambayo ni wajiba kwao. Qala wadhālika dalilu dha'fi al-iman au zawalihi, hilo ni dalili ya udhaifu wa imani au ni dalili ya kuondoka kabisa imani ya mtu. Anawacha sala kwa kuangalia mipira, tena mipira ya wazungu, mipira ya makafiri, na kushabikia mipira hiyo, na kwamba hata akija msikitini lakini mawazo yake yote yako kwenye ile boli linalochezwa kule, sijui wale watashinda au watashindwa. Wako Waislamu namna hiyo, wamejiingiza mapenzi ya mipira ya nje
mpaka wamekuwa hawaoni wala hawasikii kwa sababu ya mipira hiyo ya makafiri. Qala wadhālika dalilu dha'fi al-imani au zawalihi, hilo ni dalili ya udhaifu wa imani ya mtu au kuondoka kabisa imani yake. Qala Allah ta'ala fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya, litatokea baada yao kundi ambalo litapoteza sala na kufuata matamanio yao, hao watakutana na ghayy, moja katika adhabu za moto wa Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira. Kwa jambo la kuacha sala kwa sababu ya maboli, jambo la kuacha sala au mambo yoyote ya wajibu mtu akiwaacha kwa sababu ya haya maboli yanayochezwa, hii ni katika udhaifu wa imani. Qala Sheikh fasalatu ruknuddin, sala ni nguzo ya dini, yajibu taqdimuha ala kulli lahwin au la'ib, ni lazima itangulizwe sala kwa kila pumbao lolote au kila mchezo. Fatuqamu fi waqtiha, sala inatekelezwa katika wakati wake. وقد توعد الله الذين يسهون عن الصلاة فلا يذكرونها لخفة شأنها عندهم. Allah amewakamia adhabu wale wanaochelewesha sala, hawakumbuki sala wakazisahau kwa sababu ya kudharau jambo la sala kwao. Qala ta'ala fawailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun, adhabu kali ni ya wenye kusali wao wale wanaozichelewesha sala zao, yani sala hawazisali katika nyakati zao, hawa wana adhabu kali. Ndio hao wanaoangalia maboli mpaka sala inasaliwa, salatul jamaa inasaliwa, yeye anasali nyumbani peke yake kwa sababu ya kuangalia maboli hayo. Idhan fafuridha ala man sami'a al-adhana an yujibahu, imefaradhishwa, imelazimishwa kwa mwenye kusikia adhana tu ajibu adhana hiyo, yani aende msikitini, wala yastaghila anhu bilahwin au tijaratin au nahwihima, asishughulishe na kujibu muadhini, kujibu adhana kwa jambo lolote la pumbao au biashara au mifano ya hayo. Mtu anaposikia adhana anatakiwa awache shughuli zake zote, awache biashara zake, awache TV yake, haraka haraka ende kwenye sala za jamaa. Tatu, istima'ul muharram, katika makosa ya baadhi ya Waislamu kusikiliza mambo yenye kuharamishwa, wa mushahadatur radha'il, kuangalia mambo machafu, wa qira'atul majallat was-suhufil habita, kusoma magazeti yale ambayo yana mambo ya haramu. Kadhalika kosa la 4, irtida'u thiyabi dhayiqa washaffafa, kujifunika na kuvaa nguo za kubana na nguo zile zinazoonesha rangi ya ngozi. Irtida'u thiyabi dhayiqa washaffafa, kuvaa nguo zenye kubana na nguo zenye kuonesha rangi ya ngozi. Kadhalika wa italatu sharibi wa halqul lihya, kurefusha masharubu na kunyoa ndevu, ni katika makosa ya baadhi ya Waislamu. Italatu sharibi, kurefusha masharubu, wa halqul lihya, na kunyoa ndevu. Yani mtu ananyoa ndevu zake zote halafu masharubu anayewacha mengi, kama vile wanavyofanya wale Mayahudi sijui Majusi wanaofanya jambo hilo. Hiyo yote ni kujifananisha na makafiri na ni haramu kunyoa ndevu. Muislamu hataki kunyoa ndevu, wala Muislamu hataki kupunguza ndevu. Masharubu yanapunguzwa, hayanyolewi. Masharubu yanapunguzwa, lakini ndevu haziguswi, hazinyolewi wala hazipunguzwi, kwa amri ya Mtume sallam, a'fu liha hufu liha khalifu liyahud. Mtume anatuambia tuwakhalifu Mayahudi, wao wananyoa ndevu, sisi tunatakiwa tufuge ndevu, tusiguse ndevu zetu. Lakini sasa hivi watu wanawaigiza hawa wa magharibi kuzichonga ndevu,
Jambo la tano, as-safaru lilkhariji wa muzawalatu radhail, kusafiri kwenda nje ya nchi na kufanya mambo machafu ni katika makosa ya baadhi ya Waislamu. Kadhalika kosa la sita, isti'malul alati almuziqiyya, kutumia vyombo ala hizi za muziki. Kutumia ala za muziki pia ni katika mambo yaliyoharamishwa na Uislamu. Wa hadhihi al-umuru taqaddama bayanuha, mambo haya umetangulia uwazi wake. Watahdhiru minha, na kutahadharisha mambo hayo. Wa ahkamuha wal adillatu alaiha, zimetangulia hukumu zake na dalili ya kuharamishwa mambo hayo. Wa rahimallahu abdan talaba as-salama wa taraka al-athama wa adda al-fara'id, Allah amuhurumie mtu anayetaka usalama wake na akawacha madhambi na akatekeleza mambo ya faradhi. Alqira'atu walmushahada walistima'u wa afatu as-sam'i walbasar, katika makosa ya baadhi ya Waislamu kusoma na kuangalia na kusikiliza mambo ya haramu na maafa ya masikio na macho. Kwanza, qira'atul majallat walkutubi والصحف التي تحث على الرذيلة والتي تضاد الشرع الإسلامي وتهدم الأخلاق. kusoma magazeti na vitabu na magazeti yale yanayohimiza mambo machafu na mambo ambayo ni kinyume na sheria ya Kiislamu na kuharibu tabia za Waislamu. Kuna magazeti hasa hayo yana mambo machafu na yanahimiza watu kufanya mambo machafu. Haya ni magazeti ambayo yako dhidi ya sheria ya Kiislamu na yanaharibu tabia za mtu. Mtu anapoendelea kusoma magazeti hayo na kuangalia mapicha hayo, tabia zake zinabadilika na kuwa na tabia chafu. Kadhalika pili, mushahadatul aflam wal masrahiyat al gharamiyya wal bolisiyya allati tunammi radhila wa hubbil jarima, kuangalia picha na kuangalia ile misalsalati ya mapenzi na mambo ya mapolisi haya, yani zile sinema za mapolisi zinazoonesha ambazo zinazalisha tabia mbaya na kupenda mambo hayo ya makosa, mambo hayo ambayo ni ya ujambazi. Kuna picha maalumu hizo ni za kufundisha ujambazi na kufundisha ukora. Kwa hiyo vijana wanaangalia mambo yale, halafu wanayatabikisha kwa watu. Hawa vijana wanaokatakata watu mapanga hawa, yote ni kuangalia masinema na picha zile za wazungu ambazo zinaamrisha mambo hayo na kuhimiza mambo hayo. Haya ni mambo ya haramu. Pia tatu, dhaya'ul waqti bimushahadati almubarayat walmusara'at allati la jadwa min waraiha, kupoteza wakati kwa kuangalia mipira hiyo, mashindano ya mipira, mashindano ya meleka ambayo hayana manufaa yoyote nyuma yake. Kuangalia mipira hakuna manufaa yoyote, kuangalia wrestling hakuna manufaa yoyote mtu anayoyapata zaidi ya kupoteza wakati wake, ambapo kama angemtaja Allah, kama angesoma Qur'ani, angekuwa na thawabu nyingi na kujiwekea akiba ya thawabu zake kwa ajili ya siku ya Kiyama. Kosa jingine, istima'ul aghani wal muzika, kusikiliza nyimbo na kusikiliza miziki. Wa hadhihi al-arba'a ulima an-nahyu anha binususi ash-shar'i, mambo haya manne imejulikana makatazo yake kwa nasi za kisheria. Waqad taqaddamat adillatu dhalika mufassala, zimetangulia dalili ya hayo hali ya kupambanuliwa. وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. masikio na macho na moyo, vyote hivyo mtu atauliziwa siku ya Kiyama amevitumia kwa mambo gani. Neema hizi za Allah amezitumia kwa mambo gani? Mambo yanayomuudhi Allah au mambo ambayo yanamridhisha Allah? Qala faru'yatu suwar التي فيها إبداء العورة من الرجل كالمصارعة أو من النساء كالأفلام والمسلسلات منهي عنه. kuangalia mapicha
ambayo ni ndani yake kuna kudhihirisha tupu kwa mwanamume kama hayo mambo ya wrestling, au kwa wanawake kama hizo filamu mbaya, misalsalati iliyokatazwa. Hii yote ni kuangalia, macho ni kutumia katika mambo ambayo hayamridhishi Allah bali yanamuudhi Allah. Wayatahattamu ijtinabuhu, na ni lazima kujiepusha mambo hayo. Wakadhalika sama'ul muzika, vile vile kusikia mziki ni kutumia neema ya masikio katika mambo ambayo yanamuudhi Allah. Qala marratil adillatu ala an-nahy anhu, zimepita dalili za kukataza mambo hayo. Wakadhalika qira'atul kutub allati la ta'udu ala al-muslimi bin-naf', vile vile kusoma vitabu ambavyo muislamu hapati manufaa yoyote. Yambaghi lahu an yatrukaha tahsinan lidini, inatakikana mtu ayawache hayo kwa ajili ya kuilinda dini yake. Wa talaban lil ajri fil akhirah, na kwa ajili ya kutaka thawabu huko akhirah. Wa talaban lisalamati min al ithmi wat ta'athuri bima fiha, pia kwa kutaka usalama wa dhambi na kuathirika na yaliyomo katika magazeti hayo na vitabu hivyo. Wa amma mushahadatul mubarayat fa in kana mushghilan an salatin wa wajibin shar'iyyin fayunha anhu. Asema ama kuangalia mambo ya mashindano ya mipira au mashindano ya riadha, ikiwa jambo hilo linamshughulisha mtu na sala na wajibu wa kisheria, fayunha anhu, inakatazwa. Wa in kana ghaira munshaghilin, ikiwa halishughulishi jambo hilo, walam yusahibuhu mahdhurun shar'iyyun fatarkuhu aula, wala haliwi jambo hilo lina jambo lenye kuharamishwa kisheria, kuliwacha jambo hilo ni aula. Lakini sasa hivi hakuna kitu ambacho ni halali katika mashindano hayo, sio ya riadha au sio ya mipira au mashindano yote watu wanaangalia, lazima yana mambo ya haramu. Kama si watu kwenda tuputupu, kuna wanawake, kuna matembo, kuna makamari yaliyomo ndani yake. Yote haya ni mambo ambayo Muislamu anatakiwa ajiepushe nayo, asipoteze wakati wake kwa ajili ya kuangalia mipira, hasa ya hawa makafiri. Mtu anakaa katika kioo saa moja nzima anaangalia kioo tu. Kama angeangalia vitabu vya kisheria, akasoma hadithi, akasoma Qur'an, akapata ilmu, angekuwa na thawabu nyingi, mbali licha ya yale madhambi anayoyapata kwa kuangalia wale wazungu ambao wao hawana haja naye. Wao hawaja haja naye, yeye ana haja na wale. Vipi hivyo? Tena ile kuangalia sana inapelekea kuwapenda moja kwa moja. Kuangalia mipira sana inasababisha kuwapenda wale makafiri, na Muislam ni haramu kumpenda kafiri. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Kwa hiyo Muislamu ni haramu kumpenda kafiri. Vipi Muislamu ampenda kafiri? Yeye anakuchukia, wewe unampenda. Yeye anakuchukia, anachukia Waislamu wote, anachukia Uislamu, halafu wewe unampenda huyo kafiri huyo. Maske sije aitwaje sije. Ya nini mambo hayo? Majina magumu. Watoto wanahifadhi takriban wachezaji 11 wote wanahifadhi na majina magumu. Ukimwambia majina mawili tu ya masahaba, hawa makhalifa wanne pia atabaja. Khalifa wa kwanza Abdullah gani? Kuna khalifa anaitwa Abdullah. Watoto wa Kiislamu wanahifadhi majina ya wachezaji mpira, wanaacha kuhifadhi makhalifa wanne na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kathirun fi ulaika man yakunu indahu tahazzubun wa karahatun wa wala'un li ghairi Allah wa naw'u jahiliya. Wengi katika hao wanakuwa katika tahazzub, mambo ya vyama na kuchukia, na wala li ghairi Allah, anachukia si kwa ajili ya Allah, anapenda watu wengine si kwa ajili ya Allah. Na naui ya kijahilia wanao watu hao, lazima wana naui ya kijahilia, watu ambao wanashughulika na mambo ya mipira na mambo ya nini. Kuna watu wanajinasibisha na sunna, kuna watu wanajinasibisha na usalafi. Mtu anajiita salafi lakini yeye ni mshabiki mkubwa
ismu Liverpool, yeye ni mshabiki mkubwa wa Manchester. Aina salafia huna? Lazima tulinde usalafia wetu, lazima tulinde dini yetu kamili kwa kuwachukia hawa wazungu na kuchukia timu zao na kuchukia michezo yao wanaocheza. Kwa Waislamu lazima walinde dini yao. Dini yetu ni dini adhim, dini yetu ni dini ya haki, dini yetu ni dini ya izz. Tusijikombe tukafuata wale tukawapenda hawa makafiri. Hadha wallahu alam.